Nachukua fursa hii kukaribisha wewe ambaye umeacha vyote nyumbani ukasema ngoja nikamwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataacha kukumbuka sadaka yako. Kujitoa kwako kwa ajili ya ibada leo sio bure katika Bwana, ina thawabu kubwa na Mungu atakukumbuka. Na najua umekuja hapa, hutatoka ulipokuja. Utafundishwa, utaponywa na utabarikiwa. Haleluya! Mwambie jirani yako, karibu nyumbani mwa Bwana, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo napenda tuangalie somo ambalo litakusaidia na litasaidia maisha kwa kawaida, maisha mengine ya kiroho. Ni somo ambalo linapewa kwa jina au linaitwa vipawa au kipawa cha Roho Mtakatifu. Wapendwa katika Bwana, baada ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kuanzisha kanisa, anasema sitawaacha yatima, nitaleta msaidizi, ndiye Roho wa kweli, atakuwa nanyi hata atakaporudi mara ya pili. Sasa asubuhi ya leo napenda tuangalie juu ya zawadi za Roho Mtakatifu ambayo kwa jina lingine vinaitwa vipawa vya Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya kuangalia zawadi za Roho Mtakatifu, napenda tuanze na zawadi za Baba. Mungu Baba mwenyewe ana zawadi kwenye maisha yako wewe. Mungu ni mtu wa kutoa. Ndio maana kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 25-26 anasema Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Anapokuishia tu kuumba akasema nawapa dunia yote, nawapa kila kitu, wakatawale na kutamalaki. Kwa wewe haijalishi umetokea katika familia gani, hakuna mtu mwenye haki miliki ya dunia hii. Wewe una uwezo wa kuwa maskini na una uwezo wa kuwa tajiri, una uwezo wa kwenda juu, una uwezo wa kushuka. Mungu amekupa vipawa vyote kwako, ametoa bure. Mchungaji, hayo mambo yanapatikana wapi? Twende taratibu na neno ambalo tutasimama kidogo hapo, nikielezea kuhusu vipawa au zawadi za Baba na zawadi za Mwana na zawadi za Roho Mtakatifu. Mungu wetu ni mmoja. Wa Kristo, Mungu wetu ni moja, lakini anafanya kazi katika nafsi tatu. Mungu Baba ndiye muumbaji ambaye alikuumba wewe kwa mfano wake, alafu akakuachia na zawadi. Nitakwambia zawadi gani. Mungu Mwana ni kwa ajili ya ukombozi. Mungu ni mmoja, ila anafanya kazi kama mwana. Amekuja kukukomboa wewe kutoka kwenye magonjwa na dhambi zako. Mungu Roho Mtakatifu ni msaidizi kwa ajili ya kukusaidia kumjua Mungu na kuishi maisha ambayo Mungu anapendezwa nayo. Kwa hiyo ni Mungu mmoja, lakini akifanya kazi katika nafsi tatu. Mungu Baba, Yesu Kristo ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa ni mtu mmoja. Nilikwambia hata Jumapili iliyopita, mimi leo nikienda nyumbani kwangu ni baba, nikienda kule na kufanya kazi ya kila siku ni mtumishi, nikienda sehemu nyingine naweza kuwa mkulima, nikienda kwenye duka langu ni mfanya biashara. Ni mtu mmoja akiwa anafanya kazi katika maeneo tofauti. Mungu ni mmoja, anafanya kazi katika maeneo tofauti, na ndivyo ilivyo Mungu wetu. Kwa tuna miungu mitatu, tuna Mungu mmoja akifanya kazi katika maeneo matatu. Sasa zote hizi maeneo matatu Mungu ametoa zawadi kwa ajili ya wanadamu. Zawadi gani? Tufungue kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari ule wa 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari ule wa 4. Na ndipo tutakapoona nini Mungu alikiweka kwa ajili ya watoto wake kwenye kanisa. Nataka tuende taratibu tuweze kuelewana pamoja katika jina la Yesu. Kule kwenye mitambo kuna nini? Pepo kama chafu litoke kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu rudini katika ibada, usije mkaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4.
Ninasoma katika jina la Yesu. Maandiko yanasema, basi pana tofauti ya karama. Pana tofauti ya nini? Karama. Bali Roho ni yeye. Kwa kumbe Roho Mtakatifu anatoa nini? Karama. Karama ni nini? Ni zawadi, anakukirimu, anakupa. Tutaziangalia. Twende mstari unaofuata. Anasema tena pana tofauti za huduma. Tofauti za huduma. Lakini Bwana ni yeye. Kule mwanzo tusema nani? Roho Mtakatifu. Roho ni yeye. Kwa Roho Mtakatifu ana zawadi zake. Alafu cha pili, mwana naye. Mwana naye anasema Bwana ambaye ndio mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Twende mstari unaofuata. Naomba mtu aliyepo hapo atulie. Naomba na utulivu fulani ili niweze kwenda na ibada katika jina la Yesu. Amen. Nimeongea kuhusu Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4. Anasema kwamba pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Mstari unaofuata, mstari wa 5, anasema pana tofauti ya huduma, Bwana ni yeye yule. Kwa karama zinatolewa na Roho Mtakatifu, nitakuelezea. Huduma anazitoa Yesu. Alafu cha 3 anamalizia, anasema mstari unaofuata tafadhali. Anasema kisha pana tofauti ya kazi, bali Mungu. Hajasema tena Yesu, hajasema tena Roho, anasema Mungu Baba. Bali Mungu yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kwa kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Naomba nianze na Mungu Baba. Mungu Baba alipokuumba wewe, ndani yako alikuwekea zawadi au vipawa vya tofauti na mwanadamu mwingine yote. Ndio maana mnaweza kuanza darasa la kwanza watu 20 wote. Katika watu 20 waanza darasa la kwanza, wengine ni wakulima, wengine ni wafanyabiashara, wengine ni wafugaji, wengine ni mahakimu, wengine ni wahasibu, wengine ni viongozi, wengine ni wanasiasa. Watu hao 20, ndani ya kila mtu hapa tulipo, kila mtu na karama yake na azishindani. Ukitoka hapo nje kuna miti ya aina tofauti, kila mti uko na staili yake. Na wewe umekaa na wewe unaota kivyake. Mwingine una matunda, mwingine hauna matunda. Mwingine unakuwa kwenda juu, mwingine unakuwa kwenda pembeni. Mwingine unakuwa kwenda kukata kona. Kila kitu Mungu amekuumba cha tofauti. Wewe binafsi kuna vitu Mungu amekuwekea vya tofauti na mwanadamu mwingine yoyote. Swali, kuna mambo mawili makubwa katika maisha yako nataka kujua. Kuna siku kubwa mbili katika maisha yako nataka usijue. Siku ya kwanza ni siku ulipozaliwa. Siku ulipo, ndio maana tunasherehekea birthday. Ukiona mtu akumbuki birthday yake na matatizo makubwa, ajielewe. Yupo tu. Yaani kwamba ulizaliwa lini ujui. Kwa hiyo leo utakwenda kujua dunia kwa ajili ya nini? Kwa sababu ukijua kwamba ulizaliwa utaanza kujiuliza kwa nini nilizaliwa. Ndio swali la kwanza la msingi ambalo mwanadamu anatakiwa kuwa nalo. Swali la kwanza la msingi ambalo mwanadamu anatakiwa kuwa nalo. Kwa nini nilizaliwa? Nilizaliwa kusindikiza watu wengine? Nilizaliwa kuishi maisha ya kimaskini? Unakuta maswali yote hamna majibu, hauwezi kuyapata. Swali la pili. Moja, siku ya kuzaliwa kwako. Siku ya pili ya kujiuliza swali ni kwa nini ulizaliwa. Siku ya kuzaliwa ni rahisi kujua. Nilizaliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu hapa. Nahitaji watu waweze kutulia kanisani. Kuna watu wanaona pita huko nje wazee wa kanisa, naomba mnisaidie. Naona kuna watu wanaruka huko, kuna nini kinaendelea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya kuzaliwa. Cha pili ni siku ulipojua kwa nini ulizaliwa. Siku ulipojua kwa nini ulizaliwa. Kwa siku ya kwanza ni siku ambayo ulizaliwa. Siku ya pili ni siku ulipojua kwa nini. Muulize jirani yako, kwa nini ulizaliwa? Naomba niambie jibu gani nakupa. Na nitamuuliza moja niwasimamishe. Kwa nini ulizaliwa? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilizaliwa nikawa mkulima. Good. Nenda kalime vizuri sasa. Kama una shamba, kodi mara
mara ya kwanza, tafuta hata kabustani ka kuanza nako. Unajua wewe una kipawa cha ukulima. Mwingine, mimi nilizaliwa kuwa daktari. Kasome basi udaktari, kwa sababu ndani yako kuna wito wa udaktari. Mimi nilizaliwa kuwa mfugaji, basi kafuge ng'ombe vizuri, kafuge wanyama vizuri, mifugo aina mbalimbali ya aina tofauti tofauti ambayo itakusaidia. Kwa nini ulizaliwa? Mwingine alizaliwa kuweza kuwa fundi. Toka mdogo namuona hajasomea hata ufundi, lakini anafanya kazi ya ufundi, anaweza ufundi. Ina maana alipewa neema fulani kufanya ufundi. Juzi nilipeleka gari yangu kwa fundi, nilikuwa nina gari. Fundi wa kwanza alipokuja akatumia masaa 3 anahangaika na kitu. Akaja kijana mmoja mdogo akagusa tu papo, imeisha. Ana kipawa. Sio kama amesoma. Darasa alisoma watu 100, lakini uwezo wake umepewa neema ya tofauti ndani yake kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Kuna wengine hapa ni waimbaji, lakini hajiunga na kwaya mpaka leo. Inawezekana sasa hivi kuna albamu yake ya 5 ya 6, lakini haipo kwa sababu ajielewi. Yeye yuko akisikia kuna watu wanafanya biashara mjini, naye yuko mjini. Akisikia kuna magulio, naye yuko magulio. Akisikia watu wanaenda kulima mashamba, naye yuko. Akisikia watu wanafuga kuku, naye yuko. Utakuwa una akili. Lazima ujue nini Mungu amekuitia, kitu kimoja ambacho utasimama nacho mpaka siku zako zote na kitakulipa. Na kama ukijui mpaka leo, piga magoti, mlilie Mwenyezi Mungu, hivi mimi uliponiumba dunia hii uliniumba kwa ajili ya nini? Mungu akumuumba mwanadamu yoyote bure kuja kutembea duniani. Umekuja kwa kusudi. Hilo kusudi liko ndani yako. Ngoja nikwambie vizuri, na niliongea hata Ijumaa. Mbegu ya mti ukiweka chumbani au mbegu ya mchicha, utajua kama ni mchicha. Mbegu ya mwembe ukiweka kwenye chumba ukaweka sebuleni au sehemu yote, utajua kama ni mbegu. Siku ukichukua udongo ukatia mbolea ukatia na maji, ndipo utakapoona mti mkubwa unakuwa. Mbegu ya mbuyu unaweza kukaa chumbani hata miaka 3 usijue, lakini siku ukachukua ukatia kwenye udongo ukatia na maji, utashangaa inatokea ni mti mkubwa wa kutisha. Ndani yako wewe Mungu aliwekeza mbegu ambayo ikipata udongo mzuri, ukijua nini cha kufanya, utakuwa mtu mkubwa sana wa maana. Ndio maana waliofanikiwa dunia hii sio waliosoma. Wako wengine waliosoma wamefanikiwa, lakini kuna watu wengi waliosoma ni bure kabisa, na madigrii yao wamekaa nayo, hamna cha kufanya. Mungu amekupa nafasi. Kusoma ni muhimu, sio dhambi, lakini kusoma sio garantii kwamba ndio kipawa chako kitafanya kazi. Kipawa chako kufanya kazi ni kujua nini ulichowekewa ndani yako. Yote hapa aliyopo hapa, hakuna mtu wa bure. Hakuna mtu ambaye Mungu alimuumba hajaishi duniani bure. Kuna sababu. Kwa hatua ya kwanza ni kujua kwamba kipawa cha Mungu Baba, ambaye ninasema kisha pana tofauti ya kutenda kazi. Kila mtu ana tofauti yake ya kufanya kazi hapa. Tuko tofauti. Hicho hakihitaji kuokoka au kutookoka. Mwanadamu yoyote aliyezaliwa chini ya jua, Mungu alimwachilia vipawa. Hiyo ni zawadi ya Baba. Baba alimwachilia vipawa tofauti, na usije ukamwiga mtu. Ndio maana katika maisha yetu ya Tanzania nasikia mtu akifungua duka la kwanza naye anafungua duka. Huyu akifungua hiki naye unaiga wenzako. Kumbe ndani yako ungefanya kile ambacho ni cha kwako, inawezekana ukijui tu. Pata muda wa kujua nini cha kufanya ili usiigize. Ili ufanye kile ambacho kweli kinatoka ndani mwako. Utakapokianza ni kigumu, lakini utakapozidi kwenda Mungu ataotesha huo mtu, utakuwa mkubwa na utukufu mkubwa sana. Haleluya. Hivyo ni vipawa vya nani? Vya Baba. Cha pili ni kipawa cha Mwana. Katika kitabu hiki cha Korintho wa kwanza 12 mstari wa 5 anasemaje? Mstari wa 5 anasema, tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule yule. Tofauti za huduma, Bwana ni yeye yule yule. Sasa huduma ni zipi? Sikiliza kwa makini, sikiliza kwa makini hapa. Ukishaokoka ukaitwa na Yesu, siku moja jua Yesu atakuita mbele zake, atakwambia, mwanangu, nifanye nini kwa ajili yako? Atakuuliza swali moja, ulijua karama yako ni nini? Ulijua huduma yako ni nini? Sasa nisikilize kwa makini. Kwa Bwana Yesu anatoa kitu kinaitwa huduma. Hebu tuangalie kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari ule kuanzia wa 8. Efeso 4 mstari kuanzia wa 8. Tuone kuna huduma gani ambazo Bwana Yesu alitoa kama zawadi.
Anasema hivyo usema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu nini? Akawapa vipawa. Maana yake ni zawadi, vipaji, vitu mbalimbali. Zawadi gani zilizotoka na Yesu? Sikiliza, anasema endelea. Basi neno hili alipaa, maana yake ni kwamba kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zote za chini ya nchi. Endelea tafadhali. Anasema naye alishuka, ndiye yeye aliyepaa juu na kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Ajaze nini? Sikiliza mstari unaofuata. Anasema naye alitoa wengine kuwa mitume. Katikati yetu hapa kuna mitume. Nisikize kwa makini, nataka ujue, kabla Yesu hajafa, wanafunzi wote wa Yesu walikuwa hawajaokoka. Si una habari? Ndio maana tuna mashaka na Yuda kwamba yuko wapi, kwa sababu wokovu ulikuwa bado hujaja. Wokovu ulipatikana wapi? Wokovu wetu ulipatikana wapi? Msalabani. Pasipo msalaba hakuna msamaha wa dhambi. Kwa mitume waliokoka baada ya kutoka msalabani. Kama ukipata muda, sitafungua sasa hivi kwa sababu nasoma mkubwa. Kafungue kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wa 19. Ndio wanafunzi walipookoka wote. Kabla Yesu hajatoka msalabani, hakuna mwanafunzi aliyekuwa ameokoka. Hakuna wokovu uliokuwepo. Baada ya kutoka msalabani ndipo akaachilia wokovu. Lakini baada ya kuachilia wokovu, Bwana Yesu akaachilia vipawa, vipaji. Cha kwanza, mitume. Mitume ni watu gani? Ni watu ambao wanatumwa kwanza kuanzisha kazi. Huduma hii ina mitume. Kwa mtume ni mtu anayetumwa, anatokewa na Mungu, anaenda kaanzisha kitu fulani, ndio anaitwa mtume. Cha pili, anasema inawezekana na wewe, tumekaa na wewe hapa tunakuangalia, haijalishi elimu yako, haijalishi na Mungu anaweza kutokea siku moja akakwambia na kutuma kwenye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni wewe mwenyewe, kwa sababu anaitoa hizo huduma, anaitoa vipawa ni Yesu Kristo. Cha pili, anasema ni manabii. Manabii ni watu ambao wana uwezo wa kuona mambo ya mbele, watu ambao wanaweza kusema huku tunakoenda kuna nini. Ni watu wanaweza kusikia sauti ya Mungu na kutoa neno la Mungu. Wanaweza kuliangalia neno wakasikia Mungu anaongea kupitia lile neno na kuambia watu. Manabii ni watu walikuwa wanaleta neno la Mungu kwa watu. Neno la Bwana linasema hivi, nabii fulani, nabii Amos, nabii Elia, nabii fulani alichukua na kuja ni kuleta neno la Bwana. Kwa kuna watu wana karama za unabii, wanaweza kusikia Mungu anaongea nini kwa ajili ya kanisa. Ya tatu, anasema wengine kuwa wainjilisti. Kuna watu wameitwa kazi yao ni kwenda kuwatangazia wengine habari za Yesu. Sio wachungaji, sio manabii, sio mitume, lakini wenyewe ni kuelezea kwa ufasaha kuhusu Yesu. Waliokuwepo zamani wanamjua Leonard Bonke, wanamjua Jimmy, kuna mmoja anaitwa Leonard Bonke, kuna mwingine anaitwa sio Jimmy Swaggart, anaitwa kuna mmoja Marekani, mmoja wakubwa sana. Yeye kazi yake ni kuhubiri injili tu. Kazi yake ni kufanya uinjilisti tu. Kwa ndani hapa kuna watu ni injilisti, Mungu ameshawaita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya nne, kuna wengine kuwa wachungaji. Kuna wengine kazi yao ni mchungaji. Kazi ya mchungaji ni ngumu sana, kwa sababu anatakiwa kuwa na huruma na kondoo, ndio tatizo. Kwa mwinjilisti, yeye kazi yake ni kuwapiga tu watu. Neno limenyoka. Lakini mchungaji, kama unavyoona, anajitoa kwa ajili ya kondoo. Kuona kondoo wanapata chakula, kuona kondoo wanakuwa na utulivu, kuona kondoo washirika wanakuwa na amani, kuona kondoo shida zao Mungu anasaidia kutatua, ndio kazi ya mchungaji. Kuna watu wameitwa kwenye huduma hii. Huwezi kuiga mtu na huwezi kuwa kama mtu fulani. Wewe mwingine hata ukipewa kazi ya kuchunga hata sisimizi tu, sio kondoo, utawakalisha na njia siku 20 kwa Yesu. Kwa sababu una huduma hiyo, na sio dhambi, sio ya kwako, hujaitwa kwa ajili ya hilo. Na wengine anamalizia anasema walimu. Kwa huduma za mwili wa Kristo ziko ngapi? Muombe Mungu akupe huduma yako. Kila mmoja hapa ana huduma yake. Mwingine ni mtume, wengine ni
wengine ni wainjilisti, wengine ni wachungaji, wengine ni. Sasa muulize Mungu, mimi huduma yangu ni nini? Yaani huwezi kuwa unakuja kanisani mwaka wa kwanza umekaa tu juu hata huduma yako upo tu. No. Utasema mimi huduma yangu ni uimbaji. Nitakuelezea baadaye. Ni muhimu. Lakini ndani ya uimbaji pia kuna kipawa kinatakiwa. Katika hizi tamu lazima ifanye kazi. Katika uimbaji wako ni kwa ajili ya uinjilisti, kwa ajili ya unabii, kwa ajili ya utume, kwa ajili ya kazi gani? Uimbaji ni jambo jema, lakini inatakiwa liweze kutumika kwa ajili ya kitu fulani. Kwa ni jambo jema kuwa ni mtu ambaye kazi yako ni kufanya usafi wa kanisa, lakini lazima ujue kwamba katika ile huduma kuna huduma kubwa 5 ambazo zinatakiwa zifanye kazi ndani yako. Leo tunapoenda kuomba, naomba Mungu afungue ndani ya moyo wako. Anayetoa hizo huduma sio mwanadamu. Ni nani? Anayetoa huduma ni nani? Yesu Kristo. Anayetoa huduma ni Bwana Yesu mwenyewe. Kwa anasema kwamba wewe utakuwa mchungaji ni Yesu. Anasema wewe utakuwa mwalimu ni nani? Sasa nisikilize kwa makini. Kuna mwingine anaweza kuwa anaongea sauti kubwa, sio maana yake ndio mwinjilisti. Kama huduma yake sio uinjilisti, atakuwa anapiga kelele. Kuna mwingine anaweza kuwa anaongea sauti ndogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutasoma kuhusu Roho Mtakatifu. Lakini Mungu amemuita kuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya kazi sio sauti, sio kile kipawa cha ndani. Kinachofanya kazi ni Roho ambaye Yesu amemuita ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni vipawa vya Mungu. Ndio maana Musa alikuwa na kigugumizi, bado Mungu akamuita kuwa nani? Mkombozi wa nani? Wa Israeli. Kwa kipawa cha Yesu akifuatana na kipawa cha Mungu, kikifuatana ni neema ya Mungu. Kisipofuatana pia, wewe angalia umeitwa kwa ajili ya nini? Anaweza kuwa mtu ameitwa kwenye huduma ya uinjilisti, hana sauti ya kuongea, lakini akikaa na mtu dakika 5 ameshambadilisha kuwa mtoto wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Akikaa na mtu anaweza kuongea taratibu tu, lakini akamfanya mtu aweze kufanya nini? Kuokoka. Kwa sababu ya nini? Huduma iliyoko ndani yake. Nimeeleweka vizuri? Muulize jirani yako, katika hizi 5 wewe uko wapi? Muulize, anasemaje? Ajui. Leo utaenda kuomba. Mungu atafungua huduma ndani yako katika jina la Yesu. Haleluya. Hilo ndio kanisa. Yaani mchungaji hawezi kuwa mwenyewe ndio mtume, yeye mwenyewe ndio nabii, yeye mwenyewe ndio mwinjilisti, yeye mwenyewe ndio mwalimu, yeye mwenyewe ndiye mchungaji. Mungu hajaumba hivyo. Ndani inabidi waibuke watu ambao watakuwa mitume, watu watakaokuwa manabii, watu watakaokuwa walimu, watu watakaokuwa wainjilisti, watu watakaokuwa wachungaji. Sijui ni nani, lakini Mungu amkina nafsi yako katika jina la Yesu. Haleluya. Uzuri ukimwomba Mungu atakufunulia, kwa sababu hivyo ni vipawa vya bure. Ili kuweza kuwa mchungaji sio swala kuweza kujua kuongea. Kauliza watu wanajua kuongea wakaenda kusimama wakawa wachungaji. Wakafilisi kanisa. Wakatengeneza miujiza, vitu vya ajabu. Lakini ni swala la kuitwa. Mungu amekuitwa kwa ajili ya nini? Mwingine ameitwa kwa mwalimu. Alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, ya sekondari. Kile ni kipawa cha baba. Kile kipawa cha baba ni cha asili, cha zamani. Sio kwamba ukiwa mwalimu wa shule ya msingi mzuri basi utakuwa mwalimu mzuri wa Biblia. Unaweza kuja kanisani ukashangaa na shule kufundisha. Au ukafundisha vituko. Ndio maana kuna makanisa siku hizi Jumapili wanakuja kufundisha kuhusu namna ya kutunza fedha. Umeshasikia? Jumapili namna ya kutunza fedha. Yaani tunaacha kufundishana huko mtaani, tunakuja kufundishana kanisani namna ya kutunza fedha. Kwa sababu ameingia kwenye kitu ambacho sio chenyewe. Anakuwa mchungaji, anaanza kuona kwamba washirika lazima wamtunze yeye, kwa sababu ataitwa kama mchungaji. Alikuwa na kipawa chake. Ndio maana mtu anaweza kuwa hata rais, hata waziri, ukimwambia nenda kafundisha kanisani, akija hapa anatumika. Kwa nini? Kwa sababu sio karama yake kuitwa katika eneo. Karama ni kipawa Mungu anakiachia kwako kuweza kufanya vizuri kile kitu. Anaacha na watu wanaweza kusikiliza. Ukiwa una kipawa kile, una ile karama, utatumia nguvu nyingi sana. Lakini kikishashuka, mambo yanakuwa mepesi. Watu wanakuona kama unapata shida, lakini wewe ndani yako ndio una amani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakuona mbona anafanya uinjilisti, mbona anapata tabu sana kwenye uinjilisti, mbona anahangaika sana, kwa sababu wenyewe hawajaitwa. Lakini ndani yako unakuwa na hivyo. Ni vipawa vya nani? Yesu. Viko vingapi? 5. Kwa nini nakuomba napoendelea kufundisha, endelea kutafakari ndani ya moyo wako, Mungu umeniita wapi katika hivi 5? Inawezekana tuna manabii huko, lakini amekaaje?
hajielewi. Kila siku anaota ndoto za kuonyeshwa kanisa, amekaa nazo, anaota ndoto za mambo haya, anaota mambo mbalimbali, anakutana na Mungu, lakini hajielewi. Kwa hiyo anaona na miujiza, kumbe Mungu ameshamuita kwenye unabii. Mwingine ni mwalimu. Leo tumepata shida na Sunday school kwa sababu hatuna walimu. Tunahitaji walimu wa kutosha. Kama una kipawa cha walimu, muone mchungaji, mwambie mchungaji Paul, mimi nataka kwenye Sunday school. Tuna walimu wachache. Leo wamekosekana wote, ilibidi pande shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu na vipawa wamekaa navyo, ni walimu wazuri, wanaweza kufundisha watoto. Natamani muanze kuona jukumu lako. Unapokuwa katika mwili wa Kristo, kazi yako sio kukaa kwenye benchi. Kazi yako ni kufanya nini? Kutumika. Muulize Mungu, mimi nitumike wapi? Umeniita kwenye huduma ipi? Alafu ukishajua, nyenyekea, alafu ifanye kwa uaminifu wote. Whether watu wanakuona au wakuone. Ukiona kuna darasa la Sunday school na unajipeleka huko, na mimi nataka nijue kufundisha. Baadaye Mungu anakuinua. Baadaye Mungu anakupandisha juu. Haleluya. Nimeongea kuhusu vipawa vya Baba. Vipawa vya Baba ni zile karama ambazo unapewa toka kuzaliwa. Kila mtu ana karama hapa. Tuko tofauti. Zile unazifanya kuzinua, lazima wengine wanaenda shule, wengine wanaenda kuhudhuria mafunzo na kadhalika. Jana nilikutana na mtu mmoja ni fundi wa mbao. Mungu amempa akitengeneza kitanda, karama ya Baba hiyo. Kwa sababu ile ya kupewa kutoka umezaliwa. Akitengeneza kitanda, akitengeneza meza, kimenyuka, iko safi inavutia. Nikamwambia sasa unatakiwa uongeze maarifa. Unaongezaje maarifa? Sasa mimi siwezi kwenda kusoma sasa hivi. Na mimi siyasema kwa somo. Wakati wa maonyesho ya Sabasaba, maonyesho ya 88, nenda kwa watu wanaotengeneza vitu. Tembea tu. Kwa sababu una kipawa kitaingia tena zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni karama ya kuzaliwa. Kama wewe ni mkulima mzuri, ukilima tu shamba kidogo, inatoka mazao mengi. Mwenzako akilima shamba hapo hapo, anapata mazao madudu. Mbegu hizo, mvua ile, ardhi hiyo. Wewe unalima kidogo, unapata mazao. Sio kwamba ni wewe ni mtu tofauti, no, sio kwa sababu umeomba sana, no. Hizi ni zawadi. Ni kwamba Mungu amekupa kipawa cha kilimo. Kwamba mkono wako wewe una kilimo. Ndio maana hata nyumbani kwenu wote mnajua, kuna mtu akipika chakula, wote mnakichukia. Kuna mtu akipika chakula mpaka vidole unalamba. Mpishi ni yule, jiko ni lile, chakula ni, lakini tuko tofauti kwa namna ya kuweza kupika, namna ya kuweza kuandaa vitu mbalimbali. Ndio maana darasani unaweza kwenda, wote mnasoma mwalimu yule, mnaingia darasani pamoja. Mwingine anakuwa wa kwanza, mwingine anakuwa wa vipawa viko tofauti. Lakini yule anayekuwa wa mwisho sio maana yake atakuwa mwisho. Mimi nakumbuka nimesoma na watu ambao walikuwa vilaza darasani, ndio vilaza. Yaani watu wanakuwa chini, wanakuwa wa kwanza kutoka chini, unajua? Lakini leo ndio wanaendesha na mashangingi. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa na siasa. Wengine wamekuwa bunge. Wengine wamekuwa viongozi wakubwa. Lakini darasani walikuwa chini. Kwa haijalishi darasani utakuwa juu au utakuwa chini. Maisha yatakuwa kushoto, yatakuwa kulia. Kama kipawa kipo ndani yako kwamba utakuwa mwanasiasa, utakuwa mwanasiasa. Unatakiwa tu kumuomba Mungu akusaidie kujua kipawa changu kiko wapi. Namalizia sasa sehemu ya mwisho. Vipawa vya Roho Mtakatifu. Sasa nisikilize hapo kwa makini. Naenda taratibu ili unielewe. Kwa sababu nikwambia Mungu Baba ametoa vipawa. Ni maisha yako ya asili, jinsi ulivyo. Nimekwambia Mungu Mwana ametoa vipawa. Baada ya kuokoka, lazima ujue una kipawa gani, una zawadi gani ambayo ni ya Yesu katika zile 5. Zile ni 5 tu, zile ni ofisi. Ziko 5 tu. Mtume, nabii, mwinjilisti, mwingine ikionyesha sana, mchungaji au ongea na Mungu wako, niambie Baba, baada ya kuniokoa nataka nikafanye kazi wapi? Akisha kwambia muombe kusaidie ili uweze kwenda kwenye kazi. Ya 3 sasa. Ya 3 ni kipawa cha Roho Mtakatifu ambao kitabu cha Wakorintho unaangalia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ile Wakorintho wa kwanza sura ya 4. Ukiangalia ule mstari wa 4 anasema naye Roho utoa vipawa, utoa zawadi kwa watu mbalimbali. Biblia ya Kiingereza imetumia neno zawadi. Biblia ya Kiswahili imetumia neno vipawa. Ni kitu hicho hicho. Kipawa na zawadi ni kitu kimoja. Zawadi maana yake sio kama umepambana. Ngoja nikwambie kitu. Rabose kali. Ukiona mchungaji ni mzuri sana, anafundisha vizuri, yuko vizuri, sio kwa sababu ya uwezo wake, kwa sababu ya Roho. Ukiona mwinjilisti ni mzuri sana, sio kwa sababu ana uwezo mkubwa, ni kwa sababu ya nini? Kipawa cha Roho Mtakatifu. Ukiona mtu ni nabii, anatoa nabii, ujue ni kipawa cha Roho Mtakatifu.
Mungu anatoa vipawa bure, sio kwa sababu umefanya vizuri, sio kwa sababu ni mtakatifu. No, kwa sababu Mungu amekusudia jambo kupitia wewe. Haleluya! Kwa Roho Mtakatifu naye anasema, maana sijui, Wakorintho 12:4, tafadhali 12:4, anasema na Roho naye na vipawa vyake. Sasa viko wapi? Tuangalie Wakorintho 12:4 mstari wa 7, mstari kuanzia wa 7. Sikiza kwa makini. Anasema lakini kila mmoja upewa ufunuo kwa Roho kwa kufaidiana. Kila nani? Kila wewe hapo ulipo. Sikiza kwa makini sasa, vipawa vya Roho Mtakatifu, mafunuo ya Roho Mtakatifu. Alafu lazima ujue wewe una sehemu gani, na kama huna, muombe Mungu akupe. Anasemaje? Endelea. Anasema kwa maana mtu mmoja apewa neno la hekima. Kwa hapa katikati yetu, ukimwomba Mungu anaweza kukupa neno la hekima. Maana yake nini? Ni mtu ambaye anaweza kushauri jambo kwa ajili ya maamuzi. Unashaka mmekaa kwenye kikao, watu hata 10, tunafanyaje? Tunakwendaje? Mmoja anatokea na neno la hekima, ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Anapata hekima ya kujua nini kifanyike. Mnakuwa na mgonjwa, hali ni mbaya, sasa nitakiwa tufanye hekima gani? Wengine wote hamjui, lakini mmoja anapewa kipawa, kwa sababu baada ya kuomba, tuombe Mungu, unashangaa kuna mtu mmoja anaongea neno moja fulani, atatoa matatizo yote. Neno la hekima. Anasema cha pili, mwingine neno la maarifa. Neno la maarifa, huyo naye ni mtu tofauti. Unakuja kanisani Ijumaa wale waliokuwepo, nilitembea katika neno la maarifa katika ibada, nikasema mtu fulani, wewe kipawa chako ni hiki. Sio mimi, ni kwamba Roho Mtakatifu aliingilia ibada. Nikasema wewe uwezo wako uko hapa, fanya hiki. Wewe uwezo wako uko hapa. Sio kwamba nilikuwa nimemchoa huyo mtu, ila Roho akawa anafunua kile kinachotakiwa. Ndio maana umeenda kwenye huduma nyingine, nimeshaenda kanisani nakwambia, wewe mama ulifanya kundu pale. Wewe, simama. Jana ulipika ugali na maragi. Ndio mtumishi wa Mungu. Umeshaona? Neno la maarifa. Sio kama mchungaji alimuona, sio kama aliambiwa asubuhi na watu. Roho Mtakatifu anampa neno la maarifa. Wewe mume wako amekukimbia jana usiku, sio kama anakisia, ni kweli, kwa sababu kuna neno la maarifa, anajua siri za watu. Neno la maarifa. Kuna wakati unakuja na ibada hapa, unamwona mtu anaingia, unamwona mchawi, unapewa neno la maarifa, baadaye unamfuata, brother, haya mambo usiyafanye kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna neno la maarifa. Neno la maarifa linakufanya uweze kujua mambo ambayo mwanadamu anaona kama ni siri. Kwa hiyo linakufanya ujue siri za wanadamu. Anayefanya hicho kipawa ni Roho Mtakatifu. Ndio maana sasa ukifanya makosa, unaweza kushangaa kanisa zima mnaanza kila siku asubuhi. Wewe njoo, unakaa masaa 3. Ndio maana ile makanisa yanabidi muende mpaka saa 12 jioni. Umeshaona makanisa mpaka saa 12 jioni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ameamua kufanya huduma moja kuwa kitu kikubwa. Akitaki kuwa hivyo. Na huyo mtu anayefanya hicho kitu anajiona ndio yeye. No. Mtu yeyote anaweza kupata neno la maarifa. Hakuna mtu ana haki miliki ya mambo ya Mungu. Labda nikupe mfano. Nitakupa mfano baadaye. Kwa hiyo inaitwa neno la maarifa. Unaenda sehemu, hujakutana na mtu hata siku moja, lakini unakaa naye, unapiga mke wako. Kwa sababu unasikia moyoni mwako kuna kitu kinakwambia huyu jamaa ana matatizo haya. Unaambia wewe unaenda kwa waganga kienyeji. Alafu anashangaa wewe unamwambiaje hivyo? Kuna watu nakaa nao hapa wakati mwingine, roho ya maarifa ikishuka, namwambia brother, hiki kitu sio sahihi. Mchungaji, sio mimi. Yule roho anayefanya kazi ndani anakupa neno la maarifa. Kwa hiyo nimekwambia kwanza ni nini? Hekima. Cha pili ni nini? Maarifa. Sio hekima, neno la hekima. Ya pili neno la maarifa. Sikiza cha tatu. Anasema na mwingine apendavyo roho yule, sio apendavyo mwanadamu. Yaani wewe unasema leo, Mungu mimi nipe ndio na maarifa sana. Hiki kipawa cha Roho Mtakatifu ni Roho anafanya kazi kwa ajili ya kanisa. Sio kwa ajili ya matumizi yako wewe. Sio kwa ajili ya biashara yako. Biashara yako ni vipawa vya nani? Vya Baba. Hivi vipawa ninavyoviongea hapa ni vipawa kwa ajili ya matumizi ya kanisa, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, kwa ajili ya kusaidia kanisa, sio kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi, sio kwa ajili ya kwenda kulimia mashamba. No, ni kwa ajili ya kanisa. Cha tatu, anasema mwingine imani. Kuna kipawa, kuna imani ya kumwamini Yesu, alafu kuna imani ambayo unakuwa na imani si ya kawaida. Unamkuta mtu, nimeshakutana na mtu ambaye alikuwa anamuombea, aliniita nyumbani kwake, anatapika damu,
anakoa damu, anaharisha damu. Nikapiga maombi nikasema ngoma leo nzito, kwa Yesu asifiwe. Alafu anakwambia mchungaji, mimi nitapona. Sio imani ya macho. Bwana Yesu asifiwe. Ni imani ambayo inatoka ndani ya mtu kubwa. Ngoja nikwambie kitu, jifunze. Rabo seko ya baba. Bwana Yesu alipokutana na yule mwanamke anaenda kumgusa Yesu. Nakumbuka mwanamke mmoja alimgusa Yesu. Akamgusa Yesu vazi lake. Akafanya nini? Akapona ugonjwa kutoka. Yesu akaangalia. Akamwambia, nani amenigusa? Mimi Bwana. Nakumbuka. Nisamehe. Yesu alimwambiaje? Imani yako. Akusema mimi ndio Yesu na imani kubwa. Ni imani ya nani? Ya kwako wewe. Kinachokuponya magonjwa, kinachokufanya ufanye mambo makubwa sio imani ya mchungaji. No. Na ndio kosa nafanyika katika mwili wa Kristo. Mimi ndio pastor, nikisema jambo linakuwa. No. Imani yako wewe ndio inakujenga. Imani yako wewe ndio inakuinua. Kwa hiyo unatakiwa upate karama ya imani ili ufanye mambo makubwa yasiyowezekana. Katika hali ya kawaida wanadamu wengine wanasema hili haliwezekani. Nakumbuka katika moja katika imani ambayo Mungu alijaribu ni kuhamia Zuzu. Napita kule mitaani, barabara yote nakuta manyumba, magari, hapo nakuja kijijini huko. Naenda kufungia kanisa wapi? Hapo kisikia story ya Zuzu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ilihitaji nini? Imani. Kwa sababu unajua uchumi utatoka wapi? Hela itatoka wapi? Kanisa litakuwaje? Lakini unapoenda kwa imani, kwa sababu kuna roho ya imani ndani yako, Mungu anafungua milango. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni uhakika wa mambo yasiyoonekana, bayana ya mambo yatarajiwayo. Kwa ile roho ya imani sio wewe. Ngoja nikwambie kitu, naomba unisikize kwa makini. Sio kwamba hili jamaa lina imani, sio yeye. Ni roho ya imani. Anaitwa roho ya imani nani? Roho Mtakatifu. Ukiona maisha yamekuwa magumu, mambo yamegoma, unakuta kila kitu akienda, mwambie Baba, uje kanisani tumwambie naomba roho ya imani. Basi. Yaani ngoma inahitaji tu imani. Upepo utapita, yote yatapita. Ugonjwa nimeshaambiwa tayari uponi. Ni cancer stage 4. Lakini hapo unachohitaji ni kitu kimoja tu, kinaitwa nini? Imani. Kwa sababu ukishapoteza na imani ndio mtaji wako uliobaki. Ukishapoteza na imani kisha habari yako unaondoka. Nyingine anasema yeye na mwingine karama ya kuponya. Karama za kuponya. Sikiza kwa makini. Karama za sio karama ya kuponya. Imani ilikuwa ni mtu mmoja. Neno la hekima mtu mmoja. Neno la maarifa mtu. Naomba nikwambie ukweli, wala sikufichi. Mimi kuna magonjwa sio saizi yangu. Mimi niletee ugonjwa wa kichwa, niletee ugonjwa wa mgongo, niletee ugonjwa wa damu sijui zinatoka wapi, niletee ugonjwa sijui wa pumu, ni dakika moja inaondoka. Lakini kuna magonjwa inahitaji mtu mwingine. Ndio maana tunapotakiwa kuombea wagonjwa kanisani hapa, tunasema simama hapa mbele, tunawaita wazee. Kila mmoja ana karama tofauti ya uponyaji. Karama za hakuna mtu aliyepewa karama ya kuponya magonjwa, haipo. Karama za uponyaji ziko kwa watu tofauti. Ndio maana kuna wakati unaweza kushangaa Roho Mtakatifu anakuambia huyu amekuja na huko, mwite mtoto njoo, ayamshike mkono baba, ombea kwa jina la Yesu. Hapo nashiriki rahisi tu amefunguka. Kwa nini? Kwa sababu hizi karama zinaachiwa kwa watu tofauti, sio za mtu mmoja. Ndio maana nitakwambia mimi ni kiboko cha magonjwa, unajua tena na mapepo. Kwa sababu karama ni Roho Mtakatifu anaachia watu. Ndio maana Biblia inasema kwamba je, kuna mgonjwa katikati yenu, awaite wazee wa kanisa waje wamwombe. Ndio maana wazee wa kanisa wakija hapa mbele inabidi wamguse kila mtu wakati mwingine, kila mtu ampitie kwa jina la Yesu. Waweke kuna neema tofauti kati ya mtu na mtu. Hamna mtu aliyepewa neema zote. Ndio kanisa la Yesu. Hakuna mtu ambaye ni mtende kwa mambo yote. Kila mtu hapa alipo, Mungu anatoa kwa kila mtu kipawa chake tofauti. Ndio maana hakuna mwanadamu mmoja ambaye mwenyewe ndio mfanya biashara, yeye mwenyewe ndio mkulima, yeye mwenyewe ndio muuzaji, yeye mwenyewe ndio msomi mkubwa, yeye mwenyewe ndio. Mungu hajawahi kutoa kitu kama hicho. Hajawahi kutokea na hatatokea. Mungu katika kanisa ametoa vipawa tofauti. Inawezekana umekaa hapo, una karama ya uponyaji lakini ujui. Kuna mzee mmoja alikuwa ukienda kumwombea, anakwenda kuombea, akikushika mguu, akikaa chini, unashangaa mguu unaanza kusogea mbele wenyewe, nyuma na mbele. Wewe mwingine ukijaribu uwezi, kwa sababu ametoa karama tofauti na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu karama za Roho
Mtakatifu ni kwa ajili ya kanisa. Kwa kila mmoja hapa ni mtumishi na karama tofauti. Usije kasema mimi wewe ni kwa ajili ya mchungaji. No, wewe una karama. Unatakiwa muombe tu Mtakatifu, mimi karama yangu ni wapi katika huduma hii? Inawezekana mbona una karama tu ya kuweza kupiga muziki. Ukipiga muziki watu wote na nguvu ya Mungu pale. Acha ile talent ya kawaida ya dunia. Lakini kuna mtu anaimba sauti moja tu inatoka. Ina nguvu ya Mungu kwa ajili ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anakuja analazimisha kuimba. Anaimba mpaka anapiga makofi, lakini watu wanamshangaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Hamna kipawa ndani. Hamna kitu, sio karama yake. Analazimisha kutumia ugali, ile chakula chake aliyokula, anajaribu kuimba kwenye kanisa. Havina uhusiano. Lazima uwe na karama ambayo Roho Mtakatifu. Karama nyingine anasema, twende chini. Anasema nyingine karama imani. Rudi nyuma kidogo. Anasema na mwingine karama ya kuponya, za kuponya, karama za kuponya katika roho ile moja. Endelea. Anasema twende mbele. Anasema mwingine matendo ya miujiza. Kuna mtu anaweza kusimama ameitwa tu kwa ajili ya matendo ya miujiza. Kuna mmoja, pastor mmoja, akiingia Dodoma lazima mvua inyeshe siku hiyo. Iwe kiangazi, iwe mvua, iwe masika. Mungu amemuita kwa ajili hiyo. Kuna mwingine aliingia Kigali Rwanda, mende wakatoka mji mzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilikuwa ni kwa ajili ya Mungu kuonyesha uwezo wake juu ya maisha yake. Sio yeye, ila Mungu anakuweka tu ndani yako matendo ya miujiza. Ndani. Na unaweza kujiona mtu wa kawaida, inawezekana ndani yako kuna mbegu ya matendo ya miujiza, si hatujui. Na hakuna anayejua isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Lakini anaendelea mbele anasema mwingine aina za lugha, mwingine kupambanua roho. Kuna mtu ndiye ameshakana dini. Unaanza kumhudumia mtu, unamwombea pale amekaa naye. Akamwambia kuna mjui. Unaona unamjua? Mimi Roho Mtakatifu ananionyesha huyu jamaa amekuja kujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Akimwangalia mtu na mnana chuo jamaa, huyu mzinzi. Huyu mwizi. Anaona amepewa uwezo kupambanua roho. Anajua roho wa Mungu na roho wa shetani. Akiingia kanisani kuhubiri, mtu akisema tu kuhubiri anasema yule hamna kitu pale. Alikuwa anahubiri ugali wake. Akisimama mtu anaweza kumtambua mtu kabla hata hajamuona. Anamwangalia tu kwa sababu ni roho yule. Huyu mtu sio yeye kipawa chake, ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Mwisho anaendelea. Anasema mwingine aina za lugha. Sasa sikiliza kwa makini. Kuna watu wakasema kwamba ukiwa uneni kwa lugha hujajazwa Roho Mtakatifu, usidanganyike. Roho Mtakatifu kujazwa kwake ni matunda ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Unapokoka umejazwa Roho, umepokea Roho Mtakatifu. Unapoendelea kuishi unapewa vipawa vya Roho Mtakatifu. Kipawa kimoja wapo ni aina za lugha. Mimi naweza kuongea lugha zaidi ya 10, kunena tofauti. Nilikuwa na 7, nikashangaa naanza kwenda kwenye lugha nyingine. Kila unapozidi kuomba muda mrefu zaidi unashangaa lugha zinabadilika. Lakini siwezi kusema mtu yote awe na hivyo kwa sababu ni kipawa. Ni kipawa unapewa tu. Lakini naomba nikwambie akina uhusiano. Unaweza kushangaa mtu ana kipawa cha kutenda miujiza, akishika mtu na mlio anaanguka, akigusa watu na mlio wanapona, akifanya kitu lakini bado ni mtu wa hovyo kabisa kwenye tabia. Kipawa kinaweza kuwepo lakini tabia tofauti. Mtu anaweza kuwa anaenda kwa lugha, anaongea mpaka lugha unaogopa. Na siku hizo unajua namna kuongea, siku hizo wanasema kakako kekeke. Alafu kuna makanisa mengine wanakuambia njoo, unataka kunena kwa lugha. Sema kiki. Na unaanza kiki. Unaweza kunena kwa lugha. Ujinga wa juu. Bwana Yesu asifiwe. Kunena kwa lugha ufundishwe. Unamuomba Mungu anakuachilia kile kipawa. Mimi nilikuwa nimeenda porini kuomba siku moja. Katika kidato cha 4, ndipo nikapokewa nguvu za kunena kwa lugha. Ni neema tu. Sio kama nitumia nguvu, sio nilifunga na kuomba na Mungu anaachilia kipawa. Unapoanza kutamani na kumuomba Mungu anakuachilia. Unashangaa unanena kwa lugha. Unaamka asubuhi unashangaa unanena kwa lugha. Sio kwa kufundishwa. Ukifundishwa sio Roho Mtakatifu, ni roho mwingine. Ni kitu tofauti kabisa unapewa, lakini ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Anaendelea. Mwingine tafsiri za lugha. Kuna mwingine anapewa neema. Kuna wakati unakuta anaweza kuwa anaongea hapa nikanena kwa lugha, lakini anatoa tafsiri hapo hapo. Kwa sababu unapewa neema ya kuweza kunena kwa lugha na kupewa neema nini? Tafsiri. Ni kipawa, sio kama ni mimi, hata wewe unaweza kuwa nacho kwa sababu roho ni yule. Sana malizia. Vipawa vya Roho Mtakatifu viko 9. Viko vya aina kubwa, makundi makubwa matatu. Nisikize kwa makini ili ujue na wewe unakwenda wapi, ili utembee katika hicho, kwa sababu wewe pia una nafasi hiyo kubwa. Haleluya.
vya aina ya kwanza ni vipawa vya maneno ambao viko vitatu tulivyoisoma hapa. Yaani mtu anaongea unabii. Kwa kama unahitaji unabii, mwambie Baba, umeniokoa, naomba neema ya kuwa nabii. Mungu anakupa neema. Cha pili, kunena kwa lugha. Unamwomba Mungu, anakupa namna ya kunena kwa lugha. Cha tatu, tafsiri ya lugha. Hivyo ni vitatu vya kwanza. Roho Mtakatifu anaachilia kwenye kanisa. Lazima uwe na kimoja wapo. Huwezi kuwa unakaa kanisani hata una kipawa hata kimoja. No. Aina ya pili. Aina ya pili ni ufahamu au vipawa vya ufahamu ambao viko vitatu pia. Neno la hekima, neno la maarifa na kutambua roho. Neno la hekima, neno la maarifa na kutambua roho. Hata kama umekosa kunena kwa lugha, basi uwe na neno la maarifa, uwe na neno la hekima. Hiyo ni aina ya pili. Aina ya mwisho ni vipawa vya nguvu, ambao cha kwanza ni imani, cha pili ni matendo ya miujiza, ya tatu ni uponyaji. Kwa hivyo ndio vipawa 9 vya Roho Mtakatifu ambavyo Roho Mtakatifu anatamani kwenye kanisa kila mtu aweze kupata, na anayetoa ni Roho yule yule, ni Roho Mtakatifu yule yule ndio anayekusaidia kupata. Sio kwa sababu ya matendo yako mazuri, sio kwa sababu ya kufanya kitu fulani kikubwa, sio kwa sababu ya kufunga siku 21. No, vipawa vya Mungu ni vya bure, ila unatakiwa na hamu. Kwa kuanzia leo, mwambie Baba, nahitaji kujua kipawa kipi kuniachia. Roho Mtakatifu, nahitaji kujua. Nimekwambia vipawa vinatolewa na watu wangapi? Watatu. Kuna vipawa vya Baba, kile unachozaliwa nacho kwa ajili ya kusaidia kuishi duniani. Ndio maana kuna mtu, mimi ukiniambia leo nikija kanisani ni mchungaji, nikitoka huko nje mimi ni mwalimu. Nikija kanisani naweza kuwa ni nabii, lakini nikitoka huko nje mimi ni mkulima. Kile ni kipawa cha Baba. Sio kama nimepata, Mungu amenipa neema ya huko kwa ajili ya kuishi, ili nipate hela za kuweza kuishi, ili nisije nikawa Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa na kipawa kizuri cha ualimu, lakini akitoka nje alikuwa anasuka nini? Maturubai. Alikuwa na uwezo wa kusuka, alikuwa mshonaji. Paulo mtumishi wa Mungu mpaka anaondoka alikuwa anasuka maturubai, anapata kipato chake, lakini kanisa nalo linaendelea. Alikuwa mwalimu mzuri, alikuwa mtume mzuri, alikuwa nabii mzuri, alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri, lakini katika Biblia hatuoni Paulo akiwa nabii. Tunaona manabii wakiongea na Paulo. Mungu aliwaachia watu wengine. Mpendwa katika Bwana, na kumalizia, nimekufundisha somo ambalo la ndani sana katika Ukristo. Ni somo ambalo la msingi sana ukilielewa na kulifanyia kazi. Nimeongea kuhusu vipawa ambapo au baraka au aina mbalimbali za zawadi ambazo Mungu ameachia wanadamu, na Mungu amefanya hivyo kwa upendo wake na kwa huruma zake. Kama hujaokoka au umeokoka, kuna vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Mungu alishaachilia toka siku ya kwanza, ni vipawa vya Baba. Hizo ni karama, hizo ni vitu mbalimbali ambavyo Mungu alikuwekeza toka unazaliwa. Kuna mwingine ana uwezo mkubwa wa kukumbuka mambo. Ukimwambia chochote anajua vitu kwa kila kitu, wala hana maswali, kwa sababu ana kipawa cha kuzaliwa. Na kuna mwingine ana kipawa cha kitu fulani. Kila mtu anacho cha kwake, haijalishi wewe ni nani, Mungu amekuachia. Lakini cha pili ni vipawa vya Yesu. Sasa hivi vya Yesu viko 5 nilikwambia: mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na nani? Walimu. Jiulize ndani ya moyo wako na kumaliza, wewe ni nani? Wewe ni mtume? Wewe ni mwinjilisti? Zamani nilikuwa napata shida kuhusu wanawake kuwa wachungaji, lakini mpaka Roho aliponifuatilisha sana nikaanza kuelewa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtume, wewe ni mwalimu, wewe ni mwinjilisti, wewe ni nabii, wewe ni mchungaji, sijui. Mungu anampenda roho yako. Lakini nimemalizia sehemu ya mwisho, nimekwambia kuna zawadi nyingine tena, furushi la zawadi ambazo ametoa Roho Mtakatifu, ambao ni vipawa 9, zawadi 9 ambao kila mmoja katika kanisa lazima uwe nalo. Kama utakuwa una neno la hekima, utakuwa na neno la maarifa. Kama una neno la maarifa, basi una unabii. Kama una unabii, basi unaweza kunena kwa lugha. Kama huwezi kunena kwa lugha, basi unaweza kutafsiri lugha. Ndio maana hamna kitu kibaya kanisa nakuja hapa unapotezea muda. Ukiongea kwa lugha lazima utafsiri. Ndio maana tunapata utafsiri wa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia
unapotafsiriwa lugha au mtu anapoongea kwa lugha, kuwa makini na roho ya utambuzi. Kuna watu matapeli, kuna watu mapepo. Ndio maana kila mtu akipiga muziki siku hizi lazima anende kwa lugha. Unadhani lugha ya Mungu? Kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo yanatokea ambayo ni ajabu. Inawezekana kweli kuna lugha ya Mungu, lakini inawezekana pia watu wanapiga tu kama swaga za kurahisisha muziki kwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna wengine wana imani, wengine wanaweza kutenda matendo ya miujiza, uponyaji. Wengine wanaweza kufanya mambo makubwa kwa ajili ya miujiza ikaweza kutokea. Agiza moto kutoka mbingu ukashuka hapa na ukafanya mambo makubwa. Sijajua Mungu ameweka nini ndani yako. Katika haya yote ni zawadi za Baba, na yoyote aliyopo hapo unaweza kumwomba Baba kwa ajili ya kazi zako. Sio sawa, nataka mimi nafanya miujiza. Nisikize kwa makini, nifundishe kitu. Unajua mtu wa Christmas? Unajua mtu wa Christmas? Huwa tunaweka nini kwenye mtu wa Christmas? Zawadi, maua, sijui mnanielewa. Christmas ikiisha tunafanya nini? Tunatoa. Bwana Yesu asifiwe. Mnaujua mti wa mwembe? Mnaujua mti wa mwembe? Yale maembe yanatoka, yakishaanza kuzaliwa, si yanabaki pale pale mpaka utakapochuma. Tofauti ya vipawa vya Roho Mtakatifu na matunda ya Roho Mtakatifu ni moja. Ukiwa na vipawa sio vya kwako, yeye aliyekupa. Ndio maana mtu anaweza kupewa kipawa cha muujiza leo na kesho akipo, na anaweza kukupa moja kwa moja. Maamuzi ni ya nani? Roho Mtakatifu. Lakini matunda ya Roho Mtakatifu ni ndani yako, tabia zako. Sasa tutaongea kuhusu matunda wiki ijayo, sio leo. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie leo, usije ukatoka kwenye ibada hii. Ongea na Mungu wako. Baba, kupitia ibada hii nimekuelewa. Vipawa vyangu vya kulipa Baba na vijua, hivyo na vijua vizuri, lakini nimeokoka, nataka nifanye nini sasa? Vipawa vya Yesu, vipawa vya Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu ni kipi mimi nacho. Usijilazimishe. Kuna mwingine alikuwa anaita watu, njoo nakwenda kuombea wote katika jina la Yesu. Anatumia speaker tu kupoteza sauti. Hana kipawa cha uponyaji. Unaweza kuwa mchungaji lakini hujapewa neno la uponyaji. Unaweza kuwa mwinjilisti lakini hujapewa neno la uponyaji. Unachokifanya ni kumwomba Baba, naomba katika uinjilisti wangu kuwe na matendo ya miujiza, kuwe na uponyaji. Unamwomba Mungu, anatoa. Vipawa hivi unaweza kuomba kwa ajili ya kazi ya Mungu, sio kwa ajili yako ili uonekane wewe ndio mwamba, wewe ndio mtemi, eti ukitembea watu wote wanakufuata nyuma na mabodi gani. Hiyo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kipawa kiweze kutoka ili kihudumie kanisa, ili kisaidie mwili wa Kristo. Haleluya. Tusimame. Hebu ongea na Roho Mtakatifu, mwambie